Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Tutaliangazia shirika lisilo la kiserikali la KINAPA Development Program na utekeleza mipango yake ya kumkomboa msichana na mwanamke katika jamii nchini Tanzania. Wanawake pia katika maeneo yetu, pamoja na mila na desturi kandamizi juu yao, hawajanyamaza kimya. Kutokana na masomo tunayowapa au hamasa tunazowapa, wamefikia mahali pa kudai haki zao, ikiwepo haki ya ardhi. Tunafurahi. Na leo katika mashinani tunasalia hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kusikia kauli ya manusura ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 8 ya mwezi Aprili mwaka 2025 na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina tunaye Paulina Ngurumwa kutoka taasisi ya KINAPA Development Program, lakini kwanza tupate muktasari wa habari ukiwasilishwa kwako na Arnold Kayanda. Asante Lea. Uganda, ambayo tayari ni mwenyeji wa wakimbizi wengi zaidi barani Afrika, inakabiliwa na shinikizo kubwa baada ya wakimbizi zaidi ya 41 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuingia nchini humo tangu Januari mwaka huu, wakikimbia machafuko mapya mashariki mwa nchi yao, limesema leo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. UNHCR imesema watu walioko katika mazingira hatarishi wanatambuliwa kwa msaada maalumu, huku familia zilizotengana zikisaidiwa kuunganishwa tena. Siku 10 baada ya tetemeko la ardhi lililoitikisa Myanmar tarehe 28 Machi, idadi ya vifo inaendelea kuongezeka. Titon Mitra, mwakilishi wa kikanda wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP nchini humo, akiripoti leo akiwa katika jiji lililoharibiwa sana la Mandalay, amesema idadi ya vifo ya hivi karibuni imepita watu 3500 na inaweza kuendelea kuongezeka. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni 17.2 wanaishi katika maeneo yaliyoathirika. Na Kenya, Uganda na Rwanda zitanufaika na mpango wa mlo shuleni baada ya leo shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kutangaza kuwa linaendeleza ushirikiano wake na taasisi ya Novo Nordisk ya Denmark. Mradi huu ukijumuisha kuanzisha bustani 1300 za shule, kutoa mafunzo kwa wakulima wadogo 1500 kuhusu uzalishaji wa chakula unaozingatia mabadiliko ya tabia nchi, na kuzipatia shule vifaa vya kupikia vinavyotumia nishati kwa ufanisi zaidi. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Arnold Kayanda kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye kwenye mashinani ni kumbukizi ya miaka 31 ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Brief from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaangazia shughuli za shirika lisilo la kiserikali la KINAPA Development Program kutoka nchini Tanzania katika kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu, likijikita zaidi na usawa wa kijinsia. Karibu sana. Kwanza kabisa ningependa ujitambulishe. Asante sana. Mimi ninaitwa Paulina Peter Ngurumwa. Ninatokea Tanzania. Ninafanya kazi shirika linaloitwa KINAPA Development Program. Shirika hili lina wadau. Linafanya kazi na wafugaji, wakulima wadogo wadogo, wawindaji na waokota matunda. Na tunaingia katika jamii kwa nyanja mbalimbali, nyanja ya kilimo, nyanja ya mifugo, nyanja ya elimu, nyanja ya afya, maji na usafi wa mazingira, nyanja ya mazingira na rasilimali za asili. Kwa hivyo, ulipokuja hapa mwaka jana kwa shughuli za CSW68, ni mafanikio gani mlipata baada ya mkutano huo? Na katika kipindi hiki cha mwaka mmoja yamesaidiaje? Asante sana.
Tulipokuja hapa mwaka jana, tulijifunza mambo mengi katika ngazi ya ulimwengu. Kwamba kumbe sisi kama wadau wa elimu na wadau wa maendeleo nchini Tanzania, kwa sababu shirika letu linafanya kazi wilaya ya Kiteto lakini kwa Tanzania nzima. Sasa kama wadau wa maendeleo na wadau wa elimu, tulijifunza mambo mengi sana yanayomhusu mwanamke na msichana. Masuala ya unyanyasaji wa kijinsia kwa wasichana na wanawake ni swala ambalo ni kama linalandana kwa watu wote. Kwa hiyo tulivyoondoka hapa na sisi tulikwenda kufanyia kazi zile changamoto ambazo tuliona katika ulimwengu zipo zinazomkabili kila mwanamke katika nchi mbalimbali ikiwepo ya kwetu. Kwa mfano sisi mila na desturi kandamizi tuliendelea kwenda kuhakikisha tunaongea na malaigwanani kuona ni namna gani jamii yetu kuona namna ya kumsaidia mtoto wa kike aweze kupata elimu, lakini pia mwanamke aweze kuwa na sauti, aweze kurithi rasilimali kwa sababu yeye hana rasilimali yoyote kama nilivyokusha kusema. Tuliendelea kuwahamasisha wakina mama na wasichana waweze kusoma hadi kumalizia mzunguko wao wa elimu wakiwa shuleni, lakini pia kwa wale waliokatiza masomo kwa sababu ya changamoto zozote zile, tuliwapa mafunzo na wakaweza kurudi shule. Hivi ninavyoongea kuna wasichana waliorudi shule, waliofaulu na sasa hivi wako vyuo. Lakini tofauti na hayo pia tumeweza kuwasaidia wale walioko katika kituo, wale waliokatiza masomo wakarudi kituoni. Tumeweza kuwasaidia kupata mradi wa cherehani ambao asubuhi atakuwa darasani lakini mchana atajifunza study ambayo yeye anaweza kuwa fundi katika kituo kile, lakini pia baadaye anaweza kujiajiri yeye mwenyewe. Lakini sambamba na hilo, wanawake pia katika maeneo yetu, pamoja na mila na desturi kandamizi juu yao, hawajanyamaza kimya. Kutokana na masomo tunayowapa au hamasa tunazowapa, wamefikia mahali pa kudai haki zao, ikiwepo haki ya ardhi. Tunafurahi kwamba kwa hivi ninavyozungumza, wakina mama wa Kimasai katika maeneo ninayotokea wanaenda katika ofisi za serikali ya kijiji kudai haki yao ya ardhi, wapate na wenyewe eneo lao. Mwanamke wa Kimasai anamwambia mwanaume, sisi tuko 10 kwako, wewe umetuoa wanawake 10, basi wewe usiseme ardhi yangu ndio ya kijana wangu. Hapana, mpe kijana wangu na unipe na mimi ardhi yangu. Na amefika, kutokana na mafunzo tuliowapa, amefika ofisi ya kijiji, hakihitaji karatasi ya kumsaidia ile ardhi ijulikane ni ya kwake. Pia kuna majukwaa yao ambayo yameanzishwa. Sisi ni wafugaji, kwa hiyo tuna nyanda za malisho za pamoja, Joint Village Land Use Planning, ambazo ziko katika clusters katika maeneo yetu. Katika zile Joint Village Land Use Planning, katika zile kongani, wanawake wameanzisha forum. Wanapata mahali pa kusemea mambo yao. Wanakaa pamoja. Wanajenga yale ambayo wanaona hayafai. Na mfano mmoja wapo, wamepitisha katika forum moja kwamba mtoto wa kike haolewi kabla hajakuwa mkubwa. Kwa sababu kwa mila yetu walikuwa wanaolewa wakiwa na miaka 11, miaka 8 mpaka miaka 4. Sasa hivi wamesimama wamesema hatutaki aolewe, subiri mtoto wangu akue alafu ule mahari yako. Lakini kwanza waende shule. Kwa hiyo tunaona ni mambo ambayo yameweza kubadilika katika jamii ninayotoka. Ningependa unieleze changamoto ambazo mmepitia katika taasisi hii, mashirika lenu. Asante. Labda tuseme tu changamoto ambazo tunapitia ni upatikanaji wa rasilimali kwa haraka juu ya kusaidia jamii yetu. Kwa hiyo kwa sababu hatuna funds kama sisi peke yetu, tunafanya fundraising kutoka kwa donors mbalimbali. Saa nyingine unaweza kukuta hiyo ndio inaweza kuwa changamoto ambayo tunapanga jambo fulani juu ya kuwasaidia labda watoto wetu wa kike au wa wanawake katika maeneo, labda waweze kupata miradi ya uzalishaji mali. Kwa mfano zile forum wanaomba sana kwetu wakihitaji kupata miradi ya uzalishaji mali ili waweze kuacha kutegemea kuomba kutoka kwa wababa, lakini bado hawajapata. Kwa hiyo wanajaribu kuanzisha wenyewe miradi midogo midogo kwa mtaji mdogo. Kwa hiyo tunaomba katika ngazi yoyote wadau mbalimbali wa maendeleo waweze kuwasaidia wamama hao. Shukrani sana Bi Paulina Ngurumwa na kila laheri kwa shirika la Kinapa Development Program. Asante Sharon kwa mahojiano hayo. Na sasa ni mashinani.
Tarehe 7 mwezi Aprili hapa katika Umoja wa Mataifa kumefanyika kumbukizi ya miaka 31 ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda, ambapo mmoja wa wazungumzaji alikuwa ni Germaine Tusiyenge-Mula, manusura mauaji hayo, na wakati huo alikuwa na umri wa miaka 900 wakati wakiishi katika mji mkuu wa Kigali. I speak for the children who were orphaned. Ninazungumza kwa niaba ya watoto waliosalia yatima na kuishi bila kujitambua, kwa wazazi walioona watoto wao wakiuawa na hawakuwa na uwezo wa kuzuia, kwa wanawake walioteseka na unyanyasaji usiovumilika, wengine wakalazimishwa kuzaa watoto wa wabakaji wao, kwa wazee waliouawa, na kwa kila maisha yasiyo na hatia iliyopotezwa kwa sababu tu walikuwa Watutsi. Pia ninazungumza kwa niaba ya manusura, kwa uvumilivu wetu, uthabiti wetu na kujitolea kwetu bila kuyumba kwa ajili ya kumbukumbu. Miaka 31 baadaye tunaendelea kubeba ukweli huu hata mbele ya ongezeko la kukanusha na kupotosha ukweli wa mauaji ya kimbari, hasa wakati wa kuibuka. Ndio maana sauti zetu ni muhimu, ndio maana kumbukumbu ni muhimu, ili kwamba kamwe tena ukimya na kutojali visiruhusu uovu kama huo. Asanteni. Thank you. Pole sana Germaine kwa machungu uliopitia, na bila shaka harakati zinazoendelea zitazidi kujenga maridhiano. Basi kufikia hapa nami nakunja jamvi kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho kutwa siku ya Alhamisi kwa jarida lingine la video, lakini kwa upande wa redio kila siku kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kuna jarida. Hivyo kesho Jumatano utapata kusikiliza jarida la habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN, inapatikana Play Store na App Store. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea jarida hili, mimi ni Lea Moshi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.